Yakubu, mambo vipi? Poa poa. Jina lako ni Yakubu Saidi, na hii Keniali vipi? Keniali imekuja kama mwaka 2017 hivi. Wakati nipo junior nilipata hilo jina la Hurricane, sio Keniali. Mwanzo ilikuwa Hurricane, lakini baada ya kujiunga na Zimamoto ndo kalipata jina la Keniali. Yaani sikuwa namtambua huyo Keniali wa KMC. Baada ya kupewa hilo jina nikamwangalia huyo Keniali. Baada ya kumuona Keniali maana yake nikajiridhisha kulitaka hilo Keniali kuliko Hurricane. Ni kitu gani ambacho ulikiona kwake ambacho huenda walikilinganisha na wewe ndio maana akakupa hilo jina? Hakulinganisha, isipokuwa wao waliangalia tu Keni wakamalizia na hali, lakini mimi baada ya kwenda kuangalia kwanza nilipenda kwa sababu ni Mtanzania alafu ni kiungo, kwa hiyo nikalichukua moja kwa moja. Aina uchezaji wake ni sawa na kwako? Tofauti. Tofauti kwa ni jina tu. Alafu nilivyoona kwamba ni Mtanzania kwa kaona hili limekaa vizuri kuliko kwa kwanza nichukue cha kwetu. Kwa mtu akiwa Mtanzania yote kupewa jina lake unaweza kukubali? No, kwa sasa siwezi kukubali tena. Kwa nini? Hili limekaa tayari. Sababu watu wote ndio Keniali kwa hili limekaa tayari. Hongera, umekuwa na performance nzuri sana. Nini siri? Siri cha kwanza mimi naamini kumsikiliza mwalimu, kujitunza na kujipangilia kwenye michezo, kwa sababu kama mechi kama leo wenzetu wametuzidi takriban kila kitu, kwa hiyo unajipigia hesabu tu mwenyewe kwamba upate performance ambayo ilikuwa bora ili baadaye kila mtu aone kile ambacho uko nacho. Hii ni mara ya pili mfululizo unapata tuzo ya mchezaji aliyeonyesha mchezo wa kiungwana. Mchezo wa kwanza dhidi ya Fufuni, lakini leo dhidi ya Simba Sports Club. Hii ina maana gani kwako na imekupa faraja kiasi gani kwenye karia yako? Kwanza niwashukuru waandaaji wa hii tuzo kwa sababu wanatupa motivation ya kuwa na uungwana. Cha pili mimi napenda kujali afya ya wachezaji wenzangu kwa sababu mchezo wa mpira sio mchezo wa uadui, kwa hiyo kila wakiwa na nidhamu ndio mambo kama yanatokea. Asante. Ni mara nyingi kitu gani ambacho huwa unakizingatia sana kabla ya kwenda kwenye mechi? Kupumzika vizuri, maji kwa wingi na kujitunza pia. Bila shaka kuna mchezaji ambaye huwa unamtazama kama kioo, ni nani? Mchezaji ambaye namtazama sana na nampenda ni Feitoto. Kwa nini Feitoto? Kwanza napenda ile position ambayo anacheza kwa sababu ndio position ambayo mimi mwenyewe naicheza. Kwa hiyo namwangalia kama ni kioo cha jamii, yani icon. Na kitu gani ambacho unakipenda sana kutoka kwa Feitoto? Jinsi ambavyo ana keep ball, anafunga sana kwenye ufungaji wake. Napenda sana. Unawaambia nini wachezaji wenzako kuhusiana na swala zima la nidhamu ukiwa uwanjani? Tuendelee kujali afya za wenzetu, wachezaji wenzetu, pia tuendelee kukifanya hichi kitu kwa sababu kitatufanya pia tuwe na ushirikiano mzuri na wachezaji wa timu nyingine vile kwa sababu ukishakuwa na nidhamu basi sema wote mtakokutana itakuwa mnaheshimiana tu, tofauti na njia ya mpira pia mtakuwa mnaheshimiana. Wachezaji gani wa Simba ambao leo wamekusumbua kweli mpaka ukasema hii ni hatari? Kwanza yule mguu wa kushoto Nabi Kamara. Nabi Kamara Stemfuko. Tumeona tofauti, unajua wenzetu wametuzidi kila kitu. Kwa tuko pale, cha kwanza tuliwaheshimu, cha pili kwamba tulikuwa tunacheza na wao na sisi nataka tuoneshe kitu, lakini heshima ilikuwa imetawala kwetu. Yaani tuliheshimu sana kwa sababu wametuzidi kila kitu, lakini sisi tulikuwa wanyonge kwa sababu na sisi tunaweza kufanya kitu na tumefanya, lakini Allah kajalia hapa ndo mwisho wetu, kwa hiyo tunashukuru kwa ambacho tumekipata. Kucheza na Simba kumekupa funzo kiasi gani kwenye karia yako ya mpira? Nimejifunza kitu kikubwa sana kwa sababu mpaka kuwa naweza kutuliza mpira, naweza kuondoka nao na bila pasi sahihi, kwamba cha kwanza nimepata confidence leo kwa sababu hata nikicheza na timu nyingine kwa mfano pressure yangu itakuwa ipo chini kabisa, kwa sababu kama nimeweza kucheza hivi dhidi ya Simba na mimi naweza kucheza na timu nyingine tu za hapa ambazo nipo kwenye ligi hii, kwa hiyo nimejifunza kitu kikubwa sana. Hakuwa na pressure yoyote kama unakwenda kukutana na Simba na ukiangalia quality ya wachezaji wao? Kabla ya mchezo nilikuwa na pressure kwa sababu unajua kila anayekuja na kwambia kuna mtu fulani wakati uje kukutana nao, kwa hiyo lakini kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda pressure kazidi kushuka kwa sababu walichokuwa nakifanya wao na sisi kwa tunaweza kukifanya, isipokuwa wao walikuwa nakifanya kwa ukubwa kwa sababu wao ni matured player. Senior. Kwa hiyo walikuwa wanawatisha kwamba kuna nani na nani, wachezaji gani wa Simba ambao walikuwa wanatajwa sana wanaambiwa bwana kuna huyu na huyu mtafungwa tu? Mwanzo tulitajua kina Mpanzu, Ahua, Maema, lakini baada mwenzetu kwenda kwenye chumba chao kule kukagua akaja kutajia kikosi kidogo, pressure ikashuka kwa sababu tunawaangalia Simba, tuseme uongo, wachezaji wao tunawaona jinsi ambavyo wanafanya dhidi ya timu kubwa, kwa hiyo tukaona kama na sisi pia leo wataweza kufanya kile ambacho washazoea kukifanya, lakini haikuwa hivyo. Mcheza michuano ya NMB Mapinduzi Cup 2026 kumekuwa ni fursa kiasi gani kwako wewe kama mchezaji?
Fursa bado sijaipata, lakini nimeshukuru kucheza sababu ndo mara yangu ya mwanzo, lakini mimi mwenyewe najiona kwa mara ya mwanzo basi kwa nilichokifanya mimi na kwa upande wangu ni kizuri, kwa sababu sikutegemea kama ningecheza hivi dhidi ya Simba na nini, lakini kwangu mimi ni kitu kizuri sana na nashukuru pia. Dirisha la usajili liko wazi sasa hivi, watu wanaangalia hapo. Uko tayari? Mimi kama mchezaji nipo tayari kucheza timu yoyote ile ambayo itanihitaji, basi mimi nipo tayari, sababu ndo malengo yangu. Lakini unatamani siku moja ucheze wapi? Timu ambayo mimi natamani kucheza simu yangu ni Yanga na Azam. Yanga na Azam. Kwa nini? Anesi ndio timu ambazo yani siwezi kusema ni kwa nini, lakini ndio timu ambazo zipo ndani ya moyo wangu tu. Nesi, ukienda pale nafasi yako ya kucheza unaiona kwa kuangalia wachezaji waliopo pale? Mpaka unasajiliwa, manake kuna watu ambao wameona kitu, na pale ipo mwalimu anaangalia kile ambacho wewe unakifanya kwa wakati ule, kama itakuwa ni sahihi kwake kuweza kutumia kwa muda ule anaweza akatumia. Lakini mimi naamini kwa mara mwanzo kama nitapata bahati ya kujiunga na timu hizo, nitajifunza kwa watu ambao waliokuwepo, kwa sababu nina imani kwa watu ambao waliokuwepo kwenye timu hizo kwa nafasi yangu wamenizidi vitu vingi sana. Kwa hiyo nitaenda kujifunza, kama nitapata bahati hiyo, maana yake nitaenda kujifunza na nitapambania hiyo nafasi. Kama kocha ataona kitu ambacho niko nacho kinaweza kumsaidia, basi yeye ndo ataamua nini. Na kuhama kutoka timu moja kwenda timu nyingine, unazingatia kitu gani? Kwanza maslahi, nafasi ya kuweza kucheza, ndio vitu ambavyo ni sana nazingatia. Kupoteza huu mchezo, mashabiki wa Mwembe Makumbi City walikuwa na matumaini makubwa sana na ninyi. Una ushauri gani ama una ujumbe gani kwao? Wasichoke kuja kutusupport, kwa sababu hii ndio timu yao. Hawana timu nyingine ya kuishangilia isipokuwa hii. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwamba wasije na matokeo yao mkononi. Simba sio timu ndogo, ni timu kubwa Afrika, timu kubwa Tanzania. Kwa hiyo wasije na matokeo mkononi, waje tu support kama vijana wao. Tutakachokipata tutawapa hicho, tutakachokikosa pia wawe na sisi, kwa sababu ndio hicho ambacho tumejaliwa. Hakuna mtu ambaye anatamani kufungwa, lakini tumezidiwa kwa upande wetu. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba Simba sio timu ndogo. Ya heri na asante sana, hongera kwa performance nzuri. Asante. Mtazamaji wa Kishai TV, hao nawaona ni wachezaji wa Mwembe Makumbi City, na hii ni baada ya mchezo wa NMB Mapinduzi Cup 2026 kumalizika hapa katika dimba la New Amani Complex Zanzibar dhidi ya Simba Sports Club na kuchabangwa goli 1-0. Goli ambalo limefungwa na Mohamed Bajaber, na kama ambavyo unaweza kushuhudia hapo wachezaji wako hoi kweli kweli, na hiyo ndio gari ambayo ilikuja na wachezaji na wanaonekana hapo wakiwa wamechoka, kwa maana ya kwamba wamefanya kazi kwelikweli dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Kama unaweza kushuhudia nyota mbalimbali hao wa kikosi cha Mwembe Makumbi City kutoka hapa Zanzibar wakionekana hapo baada ya mchezo kumalizika. Tulizungumza na msemaji wao London Boy, alitamba sana, akasema ndani ya dakika 15 tu mechi watakuwa wamemaliza, na alituambia kwamba hiyo mechi itakuwa ina goli moja. Ni kweli goli moja tumeliona, lakini goli lilikuwa ni la Simba Sports Club, sio kwa upande wa Mwembe Makumbi City kama vile ambavyo yeye alitamba. Na hapa tunafanya jitihada za kumtafuta ili aweze kutuambia mambo yamekwendaje tena, maana alituambia wao wanasafiri, wataelekea Pemba, Bumbwini, Kitope, kote huko kutafuta ushindi dhidi ya Simba Sports Club. Na kama hiyo haitoshi, basi alitamba pia akasema kwamba ana wachezaji ambao anaona kabisa wana kiwango kikubwa sana, na akaweza kututajia pia miongoni mwa wachezaji wao. Akasema kuna mchezaji ambaye ukimtoa Ibra Baka basi yeye ndo anayefuata, lakini huyu ambaye anaonekana hapo, huyo ni Pina Pizarro. Anaonekana yuko hapo. Hawa wachezaji wa Mwembe Makumbi City wakionekana hapa nje ya dimba la New Amani Complex, kila mmoja akionekana amechoka hoi, ametumia nguvu za kutosha mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Na nikukumbushe mtazamaji wa Kishai TV, kwa upande wa Mwembe Makumbi City, huu ni mchezo wao wa pili. Mchezo wa kwanza walitoka sare dhidi ya Fufuni, sare ya kufungana goli 1-1, lakini leo kwa upande wa mchezo dhidi ya Simba Sports Club wamepoteza kwa goli 1-0. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao ni mchezo wao wa kwanza NMB Mapinduzi Cup 2026 wakiondoka na ushindi goli 1-0. Na haikuishia hapo tu katika upande wa Simba Sports Club, pia wameweza kutoa nyota wa mchezo Chamu Karawa ndo ambaye ametoka nyota mchezo. Lakini kwa upande wa Mwembe Makumbi City, wao wametoa mchezaji ambaye ameonyesha mchezo wa kiungwana
Kenny Ali, na hii ni mara ya pili yanatoka. Ni mchezaji ambaye ameonyesha mchezo wa kiungwana. Unaweza kupata picha ni mchezaji wa aina gani. Mimi ni Jenny Kishai na hii ni Kishai TV. Aliye nyuma ya kamera ni Myahudi Poison Khan.